Sisi ni jimbo la Kianglikana. Tofauti yetu na jimbo ambalo tumelitumikia na limetutesa sana na ambalo tunaliondoka, tofauti yetu ni moja tu. Tofauti yetu, sisi hatuitikii wanapoitikia wao. Wao wanaitikia Dodoma, si ndio? Wanaitikia Dodoma, si makao yao makuu yako Dodoma. Unaposema wanaitikia Dodoma, maana yake makao yao makuu yako Dodoma. Tofauti yetu sisi hatuitikii Dodoma. Jimbo letu sisi linaitikia Marekani. Hiyo ndio tofauti. Kwa tumeleta uhuru Tanzania wa Waanglikana kuamua. Biblia inasema amueni leo mtakayemtumikia. Sisi tunasema amueni leo Waanglikana mtakapoitikia. Amueni. Mpo huru na hakuna mtu yoyote atakaye kufunga kamba kwamba huna huo uhuru. Watawadanganya, watawapotosha. Sasa mnisikize kwa makini. Jimbo letu la Episcopal Anglican Province of Tanzania ni jimbo ndani ya Anglican Catholic Church. Sasa naona watu wameenda kufanya hiyo, hawaelewi maana yake. Na hatuelewi kwa sababu hata shule mlizoenda Waanglikana wamewaficha historia yake. Wamewapotosha na mmekuwa mkifikiri mnaujua Uanglikana, kumbe hamujui. Ni jimbo ndani ya Anglican Catholic Church. Anglican Catholic Church ndio wamishonari waliopanda Uanglikana Tanzania miaka ya 1800. 1800 walipokuja katika ardhi na visiwa vya Tanzania wakapanda Uanglikana. Walikuwa wakijulikana kipindi kile kama UMCA. UMCA ilikujaje? Wakati wa matengenezo ya kanisa la Roma na kanisa la Anglikana kuzaliwa, kanisa la Anglikana lilijikuta limekwenda sana katika Uprotestanti. Likajikuta limekwenda sana katika Uprotestanti. Na Uprotestanti ukizidi sana, unaacha misingi ya kibibilia na desturi. Uprotestanti ukizidi sana. Na ndio kanisa la Kianglikana lilivyokwenda sana katika Uprotestanti. Katika miaka ya 1800 Anglo Catholic Church lilikuja kama kufanya matengenezo ya Uanglikana, kulirudisha kanisa la Anglikana katika misingi ya imani sahihi na desturi za Kianglikana katika Ukatoliki. Sasa Ukatoliki maana yake ni kanisa ambalo ni moja ndani ya Kristo na liko kila mahali. Unaweza kuwa Protestant ukaanzisha kitu ambacho hakipo, ni chako, hakina misingi ile ambayo. Kwa hiyo ndio maana ikaja Roman na Anglican Catholic Church. Kwa akasema tumekwenda mbali sana, turudi katika misingi yetu ya Ukatoliki. Na ndio maana katika kanisa la Anglikana Tanzania kuna vitu viwili, kuna Low Church na High Church. Sasa High Church ndio wale ambao walileta kanisa la Anglican Catholic Church miaka 1800. Nielewe vizuri. Anglican Communion, kwa sababu kuna mpumbavu mmoja anawadanganya watu sehemu fulani kwenye diocese yake kwamba ili uwe Mwanglikana, ni lazima uwe na communion, ama uwe na, yani lazima uitikie kwa askofu wa Canterbury. Kama uitikii Canterbury, wewe sio Mwanglikana. Anawapotosha watu, na labda anaweza akapotosha, aitaka kuwapotosha hata leo. Hajui theolojia, mwambie nenda kwa baba Askofu Kuta akakufundishe theolojia. Canterbury
Anglican Communion ilikuja mwaka 1860. 1860 ndiyo walipojaribu tena, wala haikuwa yote kwa pamoja. Walipojaribu kuleta communion, maana yake ni kwamba ni kushirikiana. Communion maana yake ni kushirikiana, ndio maana ya communion, kwa sababu waliona sasa yani anyway, mwaka 1860 Anglican Catholic Church ilikuwepo. Kabla ya hapo Anglican Catholic Church ilikuwepo. Anglican Catholic Church ilikuja Afrika miaka 1880 na kitu 87. Anglican Catholic Church ilikuwepo kabla ya hapo. Kwa hiyo hata kabla ya Anglican Communion ya Canterbury wanajaribu kuleta pamoja, sisi tulikuwepo. Anglo Catholic Church ilikuwepo. Naomba huyu mtu asikie vizuri sana, labda tumpeleke Msalato tena akasome. Sasa na Anglican Communion ilikuwa ni communion ya hiari. Unajua Anglican Communion kama CCT. Unataka kuniambia leo mtu ama kanisa lisilokuwa pamoja na CCT sio kanisa? Ama kanisa ambalo haliko pamoja na CCT si wa Kristo? Aiambie dunia, aiambie Tanzania kwamba wale ambao hawako CCT si wa Kristo katika Tanzania hii, kama kupelekwa Milembe. Munisikilize vizuri. Anglican Communion ilipokuja, nimetoa mfano wa CCT, maana yake ndio Anglican Communion. Ni muungano wa hiari katika imani ya Kianglikana. Kwa Anglican Catholic Church ilikuwepo kabla ya hapo. Na Anglican Catholic Church ilijaribu kuwa na uhusiano na kufanya kazi na Anglican Communion, lakini kwa sababu Anglican Communion ya Canterbury naizungumzia, kwa sababu kuna Anglican Communion nyingine ya Dafcon. Anglican Communion ziko za aina nyingi katika dunia hii, haiko moja. Anglican Catholic Church ni conservative, ambao hatutaki upumbavu wowote wa ushoga wala utoaji mimba. Sisi ndio wapinzani wakuu, na ni wapinzani wakuu katika kanisa la Anglikana duniani, na wapinzani wakuu katika mambo hayo hata Marekani. Ukiona Marekani zile movement za pro-life na mambo mengine ambayo tunakataa, hata katika chaguzi tuko mstari wa mbele kusema kwamba hatutaki, kama wenzetu wa Democrat wanavyoshabikia ushoga na utoaji mimba na vitu vya jinsi hiyo, is Anglican Catholic Church. Kwa hiyo kama ni utakatifu, tumwambie huyu Farao ambaye hana elimu, ushirikiano wake yeye na Canterbury ni ushirikiano wa ushoga na utoaji mimba. Na Canterbury ndio iko mstari wa mbele leo hii kubadili kitabu cha sala ili kiendane na lugha za mashoga. Kwa hiyo tunashukuru kwamba amewaambia Waanglikana wa Tanzania kwamba yeye uhusiano wake yeye na Canterbury yani ni kama ni kitu cha kujivunia. Tunashukuru sana kwa kusema hivyo, kwa sababu sasa tunajua kwamba yeye anashirikiana na watu gani katika kanisa. Sisi hatuko. Kwa hiyo uongo unaozungushwa katika magroup juu yetu sisi na ushirikiano wa mashoga, na leo sijui ni siku ya ngapi nasema hadharani kwamba sisi hatuko huko, na ninasema hadharani, yeye anasema katika magrupu kisirisiri, asimame katika television na aseme kwamba ashirikiani na mashoga. Na nawahakikishieni kwamba huyo mtu ambaye hajaenda shule hawezi kusimama hadharani na kusema yeye ashirikiana na mashoga, kwa sababu anashirikiana na mashoga. Kwa niko hapa kuweka story straight. Na kwa sababu ameanzisha huu mjadala, atajibiwa ipasavyo. Kauanzisha na katutaja sisi kwa jina, nitamjibu ipasavyo. Hilo ni la kwanza. Kwa sisi ni Anglican Catholic Church. Ndugu zangu, sisi ni wasafi na sisi ndio watakatifu katika Uanglikana.
na sisi ndio sababu ya GAFCON. Tulipiga kelele na GAFCON wakasikia. 90% ya maaskofu wote wa Kianglikana walipokwenda Lambeth ya 2022 waliujivua uhusiano wake na askofu wa Canterbury. Huyu Farao anayesema kwamba ili uwe Mwanglikana lazima ushirikiane na shoga wa Canterbury, nataka awaambie wa Tanzania, maaskofu wenzake ambao walisusia Canterbury, wao pia si Waanglikana. Aiambie nyumba ya maaskofu wenzake kwamba wale waliosusia Canterbury kwamba na wao si Waanglikana, na kama asipoweza kusema hivyo anyamaze mpaka kufa, kwa sababu ni mzushi na ni Mungu. Mmepata askofu ambaye hana time na nonsense za kupotosha watu. Sina time na kupotosha watoto wa Mungu, kwa sababu tu unataka kuendelea kuwanyonya na kuwafunga katika minyororo ya shamba lako la utumwa. Sina time hiyo. Kwa hapo nimeweka record straight. Sisi ni Anglican Catholic Church. Jina letu hapa tu Episcopal Anglican Province of Tanzania ni jina tu la kiusajili, lakini ni jimbo ndani ya Anglican Catholic Church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Episcopal Anglican Media, maisha yanayohubiri.